Mwanamke ambaye ni single mother, pambana kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba ndoa ya mtoto wako inadumu. Pambana kutafuta namna ya kuwezesha japo hata kwa kiasi fulani kuongeza nguvu ya kuhakikisha kwamba ndoa ya kijana wako wa kiume, ndoa ya binti yako inadumu. Sasa hivi matatizo ya ndoa yamekuwa ni mengi. Ni mengi. Wale waliolelewa kwenye ndoa, changamoto zipo. Wale ambao wamelelewa na single mother, changamoto zipo. Waliolelewa na single father, changamoto zipo. Jamii yetu tunapitia msukosuko. Lakini basi kwa kweli nalo ni kundi la watu ambao tupo katikati ya jamii yetu. Leo nimepata msukumo kwamba ujumbe huu ni kwa ajili yako wewe. Mwanamke ulielea watoto kama single mother na sasa ni watu wazima wamefikia mahali wanaingia kwenye ndoa zao. Na ninapoanza kuleta ujumbe niseme kwanza kwamba binafsi ninayo heshima kubwa sana kwako wewe ambaye ni single mother unafuatana nasi. Ninayo heshima kubwa kwako kwa sababu wako watu wengi waliobeba mimba na wakazitoa mimba. Kutoa mimba ni sawasawa na kuua mtoto. Lakini wako watu ambao mbaya zaidi hata wamezaa watoto wakawatupa vioni, wakaua watoto kwa sababu tu amejikuta huyu mwanaume ambaye amepata neema ya kuzaa naye huyu mtoto amekuwa sio responsible, Kiingereza wanasema. Amekuwa sio mwanaume ambaye yuko tayari kuchukua majukumu ya kulea mtoto wake. Kwa hiyo mwanamke anaanza kuumia moyoni na kuwaza nafanyaje na majukumu haya peke yangu, na wakati mwingine na yeye mwenyewe kipato bado hakijaeleweka. Lakini pia katikati ya jamii mtu anawaza nitatazamwaje, wengine watanisemaje. Kwa hiyo hayo yote yanaweza kumfanya mtu anatoa mimba au anaua mtoto. Kwa hiyo wewe ambaye umechukua maamuzi ya kuamua kwamba hawa watoto, hii mimba, huyo baba atakubali kutunza mtoto, atachukua wajibu wa kutunza mtoto au hapana, hebu nizae mtoto wangu nimlee, wewe unastahili salute na mimi nakupa, unastahili heshima. Kwa sababu mimi huwa nasema mtu mwenye upendo wa kweli ni mtu ambaye ana uwezo wa kuzaa watoto, kuzaa mtoto. Labda kama Mungu hajamjalia kupata. Lakini mtu mwenye upendo wa kweli ni mtu ambaye endapo Mungu kampa mume, basi mume na mke wanafanya maamuzi ya kuzaa watoto, kwa sababu katika kulea wale watoto wanamaanisha, Kiingereza wanaita project ya miaka 20 hadi 25. Yaani kutoka unambeba mimba, unamzaa mtoto mpaka aweze kujitegemea, aweze kuzalisha. Yamkini aje akusaidie wewe au asaidie tu taifa, ni miaka 20-25. Kuwa tayari kubeba hii project maana yake ni upendo mkubwa sana ambao mtu yuko nao ndani anapoamua kuzaa mtoto na kumlea. Maana wako watu ambao mimi huwa nasema ni kiwango kikubwa cha ubinafsi kutokuwa na upendo. Wanafikia mahali pa kusema mimi siwezi kuzaa mtoto. Nataka hata kama tumeoana, nina mke nina mume, nataka niwe na muda wa kutoka, niwe na muda wa kujifurahisha. Yaani ni ubinafsi uliopitiliza, kwa sababu unapoamua kulea mtoto, wewe ni mtu mwenye faida. Ni mwenye faida kwa yule mtoto ambaye unamlea, unamkuza ili aje ajitegemea, afurahie maisha yake, lakini mwenye faida kwa jamii. Tunapomkuta mtoto mmoja ni mwalimu anafundisha miaka 30 yuko shuleni anafundisha, analifundisha taifa zima kule kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amemlea huyo mtoto. Mwanajeshi anaenda vitani analipigania taifa kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amemlea huyo mtoto. Wewe single mother unastahili salute, heshima kubwa sana. Mimi nakuheshimu sana. Hata ile kuwa tayari kubeba ile hali ambayo kwa mfano mimi rafiki zangu, niseme ule ukweli, marafiki zangu wapo wengi ambao ni single mothers. Lakini ni wazi hakuna hata mmoja nimewahi kuongea naye anasema nilipanga, nilifurahia, nilitamani kuwa single mother. Ni kwamba kuna kitu kimetokea kikwenda sawa sawa, amejikuta yuko single mothers. Na unapokuwa single mothers ni kuna kitu ambacho mtu anakuwa ameweza kukibeba. Kwa maana gani? Kwamba tuna maovu, tuna dhambi. Wanadamu katika miili tunajikuta tuna dhambi. Sasa mimi dhambi zangu siku zote ninatamani ukija kuiona dhambi yangu nitakupenda na kukushukuru sana endapo utanihifadhi. Hautaifanya ile dhambi yangu ijulikane hadharani. Yaani dhambi zangu zikijulikana hadharani ni kitu cha mwisho ninachokitamani kwenye maisha yangu. Sasa kujikuta ninalea watoto kama single mother, maana yake kuna dhambi moja ambayo imewekwa hadharani. Ile tu kwamba ninalea watoto, niko peke yangu sina mume, ni dhambi moja iko hadharani imebandikwa hapa kwamba mimi ni mwasherati. Kwa hiyo ile hali ya kuwa tayari kuchukua hayo yote ni kitu ambacho ni neema ambayo mtu anaweza kuwa amepewa na Mungu, na ni kitu kizito, sio chepesi, ambacho kinapaswa pia kupongezwa kwa kiasi fulani. Na
Kwako wewe ambaye ni binti, naamini Mungu anazidi kukutia moyo kwamba utazame jinsi ambayo utaingia kwenye ndoa, utazaa watoto wako ukiwa kwenye ndoa. Kuna faida zake nyingi ambazo mara nyingi pia tumezizungumza, na unaowaona wanalea watoto kama single mothers huwa hawapendi, wanajikuta wamefikia hapo. Kwa hiyo wewe usiende kwa kupenda, usiende kwa makusudi. Maana sasa hivi single mothers wameongezeka kiasi kwamba kuna mabinti wanadhani ni kawaida tu na wanaona ni mtindo wa maisha ambao wanaona kama ni wakufaa. Sivyo hivyo. Unawaona kama single mothers watu wazima hawakutamani. Kuna mazingira yametokea. Kwa hiyo wewe usitamani wala usijipange kuishi kama single mothers. Kama wewe ni binti unafuatana nasi. Sasa ujumbe ninauleta kwako. Single mother, kijana wako kaoa, binti yako kaolewa. Iko namna adui wa roho zetu shetani anatafuta kuona kwamba ulichokipitia wewe katika changamoto za mahusiano mpaka ukajikuta unalea watoto kama single mother, na mtoto wako apitie hicho hicho. Na namshukuru Mungu kwa sababu dini zote zinatambua hili. Dini zote zinatambua kwamba yuko adui na adui ni shetani. Dini zote zinamtambua adui kwa jina hilo moja. Kwa hiyo huyu adui kwenye ndoa anatafuta jinsi ambayo mtoto wako naye ataipitia changamoto zile zile ulizopitia wewe, na yeye apate kuishi hivyo hivyo kama single mother, ale watoto bila baba yao. Kwa hiyo mimi naomba tushikamane katika ushauri huu, wewe mama ambaye mtoto wako ni single mother na anakwenda kuingia kwenye ndoa au yuko tayari ndani ya ndoa. Tushikamane kwamba umsaidie huyu mtoto, na uwe unapanga mikakati kila siku ya kumsaidia ili yeye ndoa yake isivunjike. Tunajua mkakati wa kwanza ni maombi. Katika ulimwengu wa roho kila kitu kinaanzia rohoni. Maombi, kumuombea Mungu kwa imani yako. Kila siku omba, Mungu, nilichokipitia mimi, naomba umsaidie mwanangu asikipitie, umsaidie mahusiano yake yawe ya amani, yawe ya furaha, yawe ya utulivu, uwape uvumilivu yeye na mume wake, uwape uvumilivu yeye na mke wake, ili washikamane, watunze ndoa yao. Waombee hivyo kila siku, unapotembea, unapokaa, unapolala, waombee na Mungu atawasaidia. Lakini kuna hatua za kimwili za kuchukua. Na ninasema hivi kwa sababu ziko changamoto nyingi ambazo tunazipata, tunaziona. Naweza nikakupa mifano. Nitakupa mifano ya ndoa mbili. Ipo hii ndoa moja ambayo binti amelelewa na mama ambaye ni single mother. Huyu binti akawa amekuwa, na bahati nzuri akaja baadaye huyu binti ni Mkristo na akaamua kuokoka. Kwa hiyo akaamua kuzama katika kujizatiti kuyatenda yale yanayompendeza Mungu, kufuata Biblia. Sasa huyu binti akafika mahali akapata neema ya Mungu, akapata mchumba, akaolewa vizuri, yuko kwenye familia yake. Sasa wana miaka kama 4 hivi, wana mtoto mmoja. Sasa miaka hii kati ya 3 hadi miaka 10 huwa ni miaka ndio miaka ya uhalisia wa maisha ndani ya ndoa unapojitokeza. Miaka ambayo honeymoon imeisha. Sasa uhalisia wa kumjua huyu mwanaume ni nani, huyu mwanamke ni nani, na ni miaka kwa kweli yenye changamoto kubwa sana. Na ni miaka ambayo watu wanahitaji kushikamana sana na kumtegemea Mungu ili kuhakikisha kwamba hawavunji ndoa. Hiyo ndio miaka mara nyingi watu wanakuwa kwenye tunaita phase 2 ya ndoa, na ndoa nyingi zinavunjika hapo. Na siri hapo huwa ni kila mmoja, kama uko kwenye phase hiyo mnapambana na mwenzako, hebu jaribu kutimiza wajibu wako. Kila mmoja akae kwenye kutimiza wajibu. Hiyo ni siri kubwa ya kuweza kuwavusha hicho kipindi. Kuomba Mungu, timiza wajibu wako. Alafu mwache mwenzako naye atimize wajibu wake. Asipotimiza, wewe usimwangalie yeye, timiza wajibu wako, alafu songa mbele kwa kumomba Mungu. Hiyo ndio njia moja ambayo inaweza kukusaidia kuvuka kama uko phase 2 of the marriage. Kwa hiyo hawa nao mfano ninaokupa wakawa wako kipindi hicho, sasa ni mwaka wa 4 kwenye ndoa. Changamoto ni nyingi, magomvi ni mengi. Na naomba nisiongee zaidi kuhusu magomvi waliokuwa wanayapitia. Lakini nataka nikuonyeshe uhusika wa mama wa huyu binti ambaye alimlea huyu binti kama single mother, ambao yamkini iko namna wewe unayenitazama unaweza ukatumia ili usije ukajikuta na wewe kama single mother, pengine kuna namna fulani ya changamoto zinazofanana zinakuja kutokea kwa watoto wako au kwa mtoto wako. Kwa hiyo yale magomvi yalipokuwa yameendelea hivyo, yule mama wa binti akasafiri siku moja toka kijijini akaja hapa Dar es Salaam. Na alipokuja hapa akatafuta namba za simu za marafiki wa karibu sana wa yule kijana, marafiki kadhaa ambao walikuwa karibu sana, wakati mwingine wanakuja pale nyumbani wanaonana. Kwa hiyo haikuwa kazi kwa huyu mama kupata namba zao. Akawaita. Ghafla siku hiyo wakaangalia kwamba kijana yuko siku hiyo atakushinda nyumbani. Wale marafiki wakawa wameitwa, wakafika pale nyumbani. Mama akaanza kile kikao. Wapo marafiki kadhaa wa huyu kijana ambaye ni mume sasa, yupo yule binti ambaye ni mke sasa, na mama wa binti. Wamekaa kwenye hicho kikao. Yule mama akatambulisha kwamba nimewaita kwenye hicho kikao ili kujadili changamoto zilizopo kwenye ndoa ya rafiki yenu, na nataka nyinyi muweze kumshauri rafiki yenu anayofanya sio.
akaeleza pale changamoto kadhaa ambazo yeye kama mama anaziona kwenye ile ndoa. Na yule kijana kwanza akawa ameumia moyoni mwake. Ameumia kwamba kwa nini mama ameitisha kikao? Alafu kikao ameitisha na rafiki zangu. Alafu hao rafiki zangu hajui mimi nahusiana nao vipi. Yeye ameshaitisha hichi kikao, amewaita rafiki zangu. Kwa nini mama ameitisha hichi kikao, mimi hajanihusisha kwamba anaitisha kikao kwa ajenda hizi? Kwa nini mama anaongelea changamoto za ndoa zangu? Nyingine ni changamoto ambazo sijawahi kumwambia mtu yeyote, ni mke wangu tu anazijua. Mambo ya ndani kwangu inakuwaje mke wangu ameyapeleka kwa mama yote namna hii? Kwa hiyo kwanza yule kijana akawa yuko kwenye mshtuko. Anashangaa, mbona siri za chumbani kwangu mama mkwe anazijua? Kwa nini binti yake anamueleza mama mambo ambayo tunadili nayo sisi? Kwa nini tusipambane nayo kwanza wenyewe? Kwa hiyo hakuwa tayari kwa kile kikao. Halafu akawaambia wale, sasa anzeni kumshauri mwenzenu, mambo kama haya hayafai. Akaongea na maneno mengine hapo, mambo ya kijinga, mambo vipi kama haya rafiki yenu anafanya hivyo. Yule kijana akajisikia kama ameshushwa sana na kudhalilishwa mbele ya wenzie, kwamba ni kama vile mama ameona hao wenzie ndio watu bora. Kwa hiyo rohoni mwake akawa ameumizwa. Anawaza, kwa hiyo huyu mama aliona hao rafiki zangu ndio wangekuwa waume bora kwa mwanae kuliko mimi. Kwa hiyo akawa na maswali mengi. Kimsingi ni kama vile tu hakuandaliwa kwa hicho kikao. Na kilichotokea, yule kijana aliinuka akaondoka kwenye kile kikao. Akamwacha mama na wale marafiki na mke wake. Akainuka, akaingia ndani, akachukua funguo ya gari, akawasha gari yake, akaondoka. Na akurudi mpaka usiku sana, wakiwa wameshalala. Saa 7 usiku akaingia moja kwa moja ndani, akaenda kulala. Bahati nzuri pia funguo zake za gari zilikuwa zinafungua nyumba. Kafungua nyumba, kaingia, kaenda kulala. Baada ya hapo, asubuhi yake yule mama akaondoka, akarudi kijijini na akamwambia mwanae kwamba kwa dharau hizi alizonifanyia huyu mwanaume, mimi nimekulea peke yangu, nimekusomesha, nimehangaika. Hii ni dharau kubwa sana, na niacha mimi kwenye kikao ambacho nimemwita kama mtoto. Mimi kama utabaki na huyu mwanaume huna radhi yangu na simtaki kabisa. Akaondoka, kaenda kijijini. Kwa hiyo huku nyuma ukaanza ugomvi kati ya binti na mmewe kwamba kwa nini umemwonyesha mama dharau hivyo, mama ameumia sana. Kijana akaanza kumweleza mke wake kwamba mimi nimejisikia vibaya. Kwa hiyo mama yako aliona wale wenzangu ndio wanaokufaa wewe. Mama yako kwa nini yeye aitishe kikao, wewe ndio mke wangu? Kwa nini wewe ndio usiseme tatizo liko wapi ili mimi na wewe tuanzishe hicho kikao? Kwa nini mama yako ndio kama anaitaka kuja kuongoza ndoa yangu? Kama mama angenihusisha mimi ningesema tuwaite wazazi wangu. Yesi ni mzazi. Kwa nini aite rafiki zangu? Rafiki zangu wale anajua ninavyohusiana nao. Kuna wengine tayari pale mimi najua wananidharau. Anapowaita yeye hata hajajua mahusiano yangu mimi na wao. Mengine ni marafiki ninao ndio, lakini kuna vitu mimi naona kama wananidharau. Naona ananiongezea dharau kwa marafiki zangu. Sasa binti akawa anasema mimi nilikuwa nimedhamiria kwamba ndoa yangu sitaki ivunjike. Lakini hapa nimebaki katikati. Mama anachosema namuelewa, kanilea peke yake, najua alivyoteseka na kunisomesha. Lakini huku nina mume wangu, ninafanyaje? Kwa hiyo ikawa shida pale. Na mama sasa akakataa hata kuongea na binti yake. Alivyoona binti hajaondoka, umeisha mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu hajaondoka kwa mume wake, haongei naye tena. Kwa hiyo binti amebaki hapo katikati. Nilipopata kesi hiyo, nilimshauri kijana kwamba sasa yule ni mzazi. Alichofanya mzazi kwa mtazamo wangu, kuna maeneo ambayo japo alikuwa na nia njema ya kuwapatanisha, yamkini kuna mambo ambayo aliyafanya pengine alikuwa kama yanavuka mipaka, anataka kuingilia kama yeye sasa ndio hii ndoa kana ya kwamba ya kwake, kwa sababu ndoa hii ni ya nyinyi wawili, ni watu wazima. Mnatakiwa nyinyi muanzishe na mpambane kutatua matatizo yenu. Wengine wote nyinyi muwaite waje kuleta msaada. Kwa hiyo kuna makosa ambayo mama aliyafanya. Lakini nikamwambia wewe ndio mtoto kijana. Na nikamshauri kijana, wewe tafuta jinsi uongee na mama. Wewe uombe tu msamaha kwa sababu tu wewe ni mtoto na yeye ni mzazi. Kijana anamtafuta mama, mama amekataa kuongea na kijana, amekataa kuongea na binti. Anasema siwezi kudhalilika hivyo. Sitaki haya mahusiano, ndoa sitaki. Wamefunga ndoa kanisani, lakini mama amesimama ndoa ivunjike. Kwa hiyo kama wewe ni mama, mtoto wako ni mtu mzima, amefika mahali ameingia kwenye ndoa, angalia mfano huu. Umemlea kama single mother, angalia mfano huu. Kuna namna ambayo mama unaweza kuhusika pia, japo watoto wana matatizo yao, ukahusika pia kuongeza tatizo badala ya kulitatua. Lakini kuna mfano wa pili. Mfano wa pili ni mifano halisi kabisa. Huyu kijana anaishi nje ya nchi. Nisihitaje nchi usije ukaweza kutrace. Huyu kijana alikuja Tanzania, akachumbia. Alikuwa binti anamfahamu toka miaka hiyo ya nyuma, wakiwa hapa Tanzania wakiwa wadogo, wakafunga ndoa vizuri.
wakaanza maisha yao. Kijana akawa amepanga nyumba, amemwacha mkewe ndani ya nyumba. Yeye amerudi kule Marekani, wamekubaliana kwamba baada ya miaka 2 ndio wao wameshafanya utaratibu waandae na makaratasi vizuri, documents za immigration, ili mke wake apate kwenda kule aliko mumewe waweze kuishi pamoja. Sasa kijana akiwa kule, kuna siku baada ya mwaka akasema ngoja niende nikamsalimie mke wangu. Akarudi. Alipofika akakuta mke wake hayuko kwenye ile nyumba aliyoipanga kijana. Akakuta mke wake amerudi, yuko kwenye nyumba ya mama yake. Akamwambia, kwa nini umeondoka na kurudi kwenye nyumba ya mama yako? Akamwambia, jambo ulilofanya ni jambo la kitoto, ni jambo la kipumbavu. Wewe ni mtu mzima, uko kwenye nyumba ya mume wako. Mimi nimepanga nyumba, wewe ukae. Na nyumba tulitafuta wote tukaichagua. Kwa nini umeondoka? Huu ni utoto na upumbavu. Mimi sitaki tabia kama hii. Na akamwambia, mimi siwezi kuja kukaa kwa mama yako. Kwa hiyo nitatafuta nyumba nyingine, utatakiwa utoke huko kwa mama yako, uje kwenye nyumba yangu. Mimi ndio mume wako, nimekuoa. Mama akasikia yale maneno. Anakuambia mpumbavu. Anakuambia una mambo ya kitoto kwa sababu umekuja kwenye nyumba yangu mimi niliyekulea. Siku zote nimekulea mimi kwenye nyumba yangu. Yeye ni nani akwambia maneno kama hayo, matusi makubwa hivyo? Kwa hiyo amenichanganya na mimi kupokea. Kana kwamba si wote wajinga. Simtaki wewe mwanaume, sitaki hata kuongea naye. Ndio hao wanaokujaga baadaye kuua wake zao. Mwanamke alichofanya akamblock mume wake, akutaka mawasiliano. Mwanamume akakaa mpaka likizo ikaisha, akarudi kule alikokuwa. Akafanya utaratibu, akaja tena, akajaribu kuwafuata wazazi wake ili wafuate wazazi wa binti waweze kukaa kuzungumza ili matatizo yaishe. Mbona sasa hawana mawasiliano na mke wake? Mama wa binti amekataa, amesema sitaki. Nimeshaitwa mpumbavu, mjinga, sitaki. Amekataa kuzungumza na wazazi wenzie, amekataa kuzungumza na kijana, na binti amemblock yule kijana. Kwa hiyo tofauti yake ni kwamba yule binti wa kwanza, mfano niliotoa, walau alikuwa amempokea Yesu na alikuwa amedhamiria kwamba japo mama ameishi kama single mother, mimi sitaishi kama single mother. Kwa hiyo walau alikuwa anaweza kupambana huku anamuomba Mungu na kuangalia ufumbuzi, mama yake asiwe amedharauliwa, lakini na ndoa yake isivunjike. Huu mfano wa pili ni mtu ambaye alikuwa anaishi kawaida. Kwake kaisha mblock mume wake, tayari na yeye anataka kuishi kama mama yake, sio tatizo, na bahati nzuri amesoma na ana kazi, anaweza kujitegemea. Kwa hiyo kama wewe unalea watoto kama single mother, umelea watoto kama single mother, pambana kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba watoto wako wanaweza kutunza ndoa. Kwa sababu wewe hujafurahia maisha uliyoyapitia. Pambana kutafuta namna watoto wako wasifikie huko. Na wewe kijana ambaye unafikiria kutafuta mchumba, unapokutana na binti ambaye mama yake amemlea kama single mother, mama yake au anaongea siku zote mabaya kuhusu baba yake, mama yake hamheshimu baba yake, ukifika nyumbani sauti ni ya huyo mama tu, ukifika nyumbani baba ni kama takataka pale ndani, anachosema mama ndio hicho, yule baba anafika pale anaingia kama kondoo. Uwezekano wa wewe kujikuta unapitia kwenye changamoto hizo kwa sababu za kiroho na za kimwili ni mkubwa kijana. Kwa hiyo kuwa makini sana unapomwendea binti wa namna hiyo. Kuwa makini katika kuomba Mungu, kuwa makini katika kutazama mtazamo wa huyo binti. Je, anadhamiria kwamba ataishi tofauti? Na ninasema hivyo kwa sababu jinsi mtu alivyolelewa toka utoto, uwezekano mkubwa ni kwamba yale aliyoyaona yamejengeka ndani yake bila yeye kujijua. Na neno la Mungu linatuambia nini? Linatuambia katika kile kitabu cha Ezekieli, ile sura ya 16 mstari wa 45. Unasema, jinsi alivyo mama yako ambaye amchukia baba yako, achukia watoto wako, ndivyo ulivyo na wewe. Tena jinsi walivyo dada zako pia ambao wanachukia waume zao na watoto wao, ndivyo na wewe ulivyo. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Kwa hiyo iko namna ya asili ambayo inafuata kwa huyu mama ambaye amejikuta anachuki kwa mumewe kama anaishi na mume, au anachuki kwa mwanaume aliyezaa naye, anamuongelea vibaya. Unakutana na binti ambaye dada zake wote wameondoka kwenye ndoa zao, alafu wewe ukienda kuoa ukategemea ni rahisi tu kuishi na huyo binti kwa amani. Nikutie moyo kwamba hicho kitu sio kirahisi hivyo. Tulia, kazana kuomba Mungu. Chunguza mitazamo na tabia. Ninaowafahamu mabinti waliotoka kwenye hali hiyo ya kulelewa katika single mother, kulelewa katika mazingira ambayo baba na mama hawako vizuri, ni wale wenye msimamo wa dhati wa kwamba mimi nitapambania ndoa yangu kwa kweli, sitaki maisha haya nikute mimi. Na ambao wanapambana pia kiroho kwa kuomba Mungu na kuomba neema ya Mungu wasaidie.
ndio hao ambao wakati mwingine wanapata neema ya kushinda. Kwa hiyo naomba nikutie moyo wewe binti pia. Wewe binti ambaye ulilelewa na single mother. Wewe binti ambaye mama yako amekuwa mshauri kwako na unaondoka kwenye ndoa yako. Mithali sura ya 14 mstari wa kwanza inasema, mwanamke mpumbavu ndiye anayeibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Mke mpumbavu ubomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo wewe una wajibu. Maisha ya mama yako sio maisha yako. Yeye ameishi ya kwake kwa namna yake. Wewe unayo namna ya kuishi maisha yako kwa namna yako. Kuhakikisha mama anaheshimiwa, nafasi yake inaheshimiwa, lakini pia unatunza ndoa yako. Pambana hapo katikati vizuri kuchanga karata zako ili uende vizuri, ndoa yako wewe isivunjike. Wewe mama ambaye unalea mtoto kama single mother, nikutie moyo kwamba kwa kuwa hukupata neema ya kuishi kwenye ndoa, wanasema kwamba no research, no right to speak. Uzoefu ndio mwalimu bora zaidi. Experience is the best teacher. Kwa kuwa hukupata neema ya kuishi kwenye ndoa, mimi ushauri wangu kwako, mama mwenzangu, kwa sababu unatamani kuona mwanao anaishi kwenye ndoa hata kama wewe ulipitia kwenye changamoto. Mimi kwa kweli wanawake wote niliokutana nao ni wanawake wa aina hiyo. Sio kwamba yeye aliishi kama single mother anatamani mtoto wake aishi kama single mother. Niliokutana nao wengi anatamani mtoto wake adumu tu kwenye ndoa. Ni changamoto tu zikiwa zimetokea inakuwa ni matatizo mengine. Kwa mimi nikutie moyo, kwa kuwa huna wewe uzoefu, usijaribu kuwa mshauri wa binti yako. Mshauri wa ndoa usijaribu. Mimi nikutie moyo, nenda katafute rafiki yako ambaye anaishi vizuri kwenye ndoa yake na unatamani maisha anayoyaishi. Mkabidhi mwanao, mwambie naomba uwe mshauri wa mwanangu kuhusu ndoa yake. Fanya hivyo. Itakusaidia sana. Kwa sababu wakati mwingine unapomshauri wewe mwenyewe inakwenda inaleta changamoto kama mfano wa hizi ninazokuletea.